الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا قدوتنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وآله وصحبه إلى يوم لقاء الله. وبعد، فأقرأ عليكم نص الحديث الشريف الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Mwalimu wetu, khalifa wetu, kiongozi wetu, shekhe wa wilaya hii ya Temeke, Shekhe Zailai ibn Sheikh Hassan ibn Abi Bakari wa Mkoyogore, Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, mwalimu wetu Sheikh Sultan Mwerondo, Sheikh Ali Muhammad wa Mbwera, mwalimu mwandamizi wa Ihya Sheikh Shai ibn Said Nasiri wa Ngururu Ar-Rifai, mashekhe wote mliopo hapa, bila ya kumsahau mwalimu wetu wa Qur'ani Jaji Sheikh Ali Asa Ali Master, na walimu wetu nyote kwa ujumla. Nimetumwa nitangulie niseme neno katika hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nilipomaliza mukaddima niliyasema maneno ya mtukufu wa daraja tuliyemkusanyikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfumo aliyotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuishi katika dunia hii ni mfumo wa vipindi. Na ndiyo maana mwanadamu mwenyewe hata kuumbwa kwake kulikuwa ni kwa vipindi. Tokea kukaa katika mfuko wa uzazi wa mama, kipindi; kuzaliwa kwake, kipindi; nyonya yake, kuwa yake, kipindi; nguvu yake, kipindi; anakwenda mpaka anaondoka, kipindi. Kwa hiyo ni hatua za vipindi. Maneno yangu ni matumizi mazuri ya nafasi uliyokuwa nayo, na hasa nafasi ama kipindi cha afya nzuri, uzima wako, uzima wa akili, uzima wa viungo, lakini kwenye viungo sogea zaidi, uzima wa rujula.
ule ujana dume, wakati afya inaruhusu, ndio muda wa kusoma. Wakati afya inaruhusu, ndio muda wa kujipanga na maisha. Usipojipanga kipindi afya inaruhusu, huko mbele utakuja kumuona Mungu refali anapendelea upande mmoja, kumbe hukujipanga. Kitabu cha Qur'an hakijabakisha jambo ila kitabu kililieleza jambo hilo au ilitoa mfano wa kuliendea jambo hilo ama kulikwepa jambo hilo kwa maslahi ya mwanadamu. Asihisi mwanadamu kwa hali yoyote atakayokutana nayo katika maisha yake eti Mwenyezi Mungu hampendi. Anatupenda sana. Macho yalivyokuwa makali yana uwezo wa kuona kwa kutazama na kufika mahala ambako mwili haujafika, jicho litafika. Lakini itafika wakati macho hayo hayo uliokuwa ukiweza kuona kule tambua hutoweza tena kuona. Bali itafika wakati utaonesha maisha ya ajabu. Wenzio wanafunua macho ili waone, wewe utafumba ili uone. Kuna wakati mtu anapiga full ili aone vizuri. Itafika wakati macho ili uone itabidi upige kidogo, ufumbe hivi ili ndio uone. Kipindi cha uzima. Maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad walitumia vizuri kipindi chao walichokuwa naye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walitanua kwa sababu hawakuchezea muda wao. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwatahadharisha kwenye hadithi ambayo qara'nahu anifan, haithu yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kuna neema mbili, neema hizi zinapunjwa sana kwa walio wengi katika wanadamu, huwa wanapunjwa sana kwa neema hizi. Asante. Neema mbili zipi? As-siha. Kwanza afya nzuri. Ifike wakati mwili unauona unakubali kukutumikia, utumie kwa maslahi yako ya dunia yako na akhera yako. Itafika wakati mwili utataka kuutuma, hautakubali. Asiha. Leo wajiona una nguvu hizo na nafasi hiyo, waichezea, kesho utajuta. Kuna watu walipata neema ya afya na nguvu na kusomeshwa na wazee wao ama walimu zao, walichezea muda ule. Sasa hivi wanajuta, wamekuwa ndio vinara wa fujo misikitini. Walicheza na muda. Shekhe alikuwa tayari kukusomesha, babako alikuwa tayari kukusomesha, ulichezea muda ule. Leo umekuwa mtu wa zengwe. Babako, kaka yako, dada yako, shemeji yako, mjomba wako alikuwa tayari kukusomesha sekula. Ulikuwa chimbo, mtu wa turu, leo umekuwa chawa kwenye siasa. Hupati cheo chochote ila cheo chako zengwe. Neematani maghbunun fihima kathirun minan nas. Nambari moja, as-siha, afya. Tumia muda wako vizuri wakati afya inaruhusu. La pili, Mtume akasema wal faragh. Muda unaweza kutamani kufanya jambo, muda ukawa hauruhusu, umebanwa, una majukumu fulani. Leo una muda, ukibahatika ukapata neema hiyo,
Neema ya muda usitupe, usichezee. Afya nzuri na muda, waweza ukaona ni vitu vidogo sana, lakini kuna watu wengi wanafanikiwa kwa kuheshimu hayo mawili, kama ambavyo kinyume chake kuna watu wengi wanaharibikiwa maisha yao kwa kupuuzia mawili hayo. Wewe teua katika wale ambao wamefanikiwa kwa kuheshimu muda na afya zao, wala usiteue upande wa pili wa kuja kujuta kwa kuchezea muda wako na afya yako. Hivyo unavyojiona una nguvu ya rujulia, wanamume una nguvu, lakini unasema bado kidogo. Huku una jukumu la kumpamba na kumnyanyua na kumtangaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuoa na kuongeza wafuasi wake akatambe siku ya Kiyama kwa kuwa na wafuasi wengi. Wewe unasema bado upo. Siku ya kukumbuka unataka kuoa, gari yako itawaka kwa hendeli, utamaliza nyiradi zote chumbani. Subhana al-Malik al-Quddus wa ta'azzaza bihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ukisogea bila muda wa kutumia ulikuwa nao, hukutumia. Afya na muda, masaa mawili matatu manne haya tuliokuwa nayo tukakusanyika kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengine tungekuwa sehemu nyingine isiyoridhisha. Tumetumia hapa muda, basi hili tuliolifanya hapa tulihamishe mpaka kwenye maisha yetu ya mchana kutwa. Unajishughulisha na nini? Wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nizungumzie katika mkoa nipo wa Dar es Salaam, wengi tunaharibikiwa, tunajishughulisha na mambo yasiyotuhusu, muda tunauchezea vibaya, tunatumia muda wetu kwa fitina, majungu, hasadi. Hivi masaa matano haya unayokaa kujadili maisha ya mwingine, laiti ungekaa kutafakari namna gani unaweza kutumia akili yako ukasafirisha akili uyajenge maisha yako, ungekuwa wapi? Mmoja katika Waswahili alipata kusema, usipoisumbua akili yako ujanani, utakwenda kuutesa mwili wako uzeeni. Usiposumbua akili yako ujanani, utakwenda kuutesa mwili wako uzeeni. Mtu ana miaka 80, badala ya kupumzika anakwenda kulinda mamilioni kwa rungu. Mlinzi ana miaka 80, mzee, jipumzishe. Sio muda tena wa kukesha kwa umri wako. Sio atafanyaje asipokesha akawa mlinzi? Watu wana mamilioni ya fedha ndani, yeye anakwenda kukaa na bakora, analinda mamilioni yale. Unaweza ukaona ni maneno tafi, lakini kuna mahala tuliteleza hapa, na hili ni somo tunafundishwa na wazazi wetu kwa namna moja ama nyingine. Hao ambao wapo hivyo, mimi na wewe leo tuamke. Tusipoamka tutakuja kulinda magodauni ya watu kwa bakora tukiwa na umri wa miaka 70, 80. Leo hii vijana wenzangu, acheni kujifanya mupo kazi kutembea na suruali nusu mlingoti, hamna mnalolifanya, ni kuyaharibu maisha yenu ya baadaye. Usiposumbua akili yako ujanani, utakuja kuutesa mwili wako uzeeni. Vijiwe vimekithiri misikitini, havina faida yote, ni majungu tu. Anajadiliwa muadhini na imamu na inafika wakati hawana cha kusema, wanafika wakamjadili mpaka rais. Alafu unamtazama yule anayemjadili rais, anaendana na kumjadili rais. Ana ndala moja ya blue,
upande wa pili ana ndara ya kijani. Rais anatuendesha ovyo, wakati yeye mwenyewe katika kipindi cha utawala wake akiwa rais alishindwa kujiendesha vizuri yeye mwenyewe, kakwama mpaka difu. Lakini atamjadili imamu, atamjadili waziri, atamjadili nani. Sasa matumizi ya afya ikiwemo akili ndiyo yaliyotufikisha hapa. Jana nilisema msikitini kwetu, ukishafika Vikindu njia sogea kidogo, pale kuna eka zaidi ya 200 walinunua Wakristo miaka ya 70 huko, wakati sisi tunawaza msikiti una yadi 12. Tuna eneo kubwa tu, wala usiona ukifika unasha kipande cha kutoka hapa mpaka pale, tukijenga msikiti safu 8. Watu wanasema eneo kubwa. Matumizi mazuri ya akili tunajisahau. Watu kufikiria kujenga msikiti wakautanua ukawa wa ghorofa, wanakwambia huku wanaswali nani? Hii ni israfu. Inna Allaha la yuhibbul musrifina. Akili mganda atufikirii huko mbele kutakuwaje. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Vijana tuamkeni, wazee washapitwa na wakati, waendelee kutupa nasaha na sisi zamu yetu kuwalea. Lakini sasa hivi wachapakazi ndio sisi. Maneno ya kina Mheshimiwa Ulega tunawaachia wenyewe. Vijana ndio wajenzi wa taifa la kesho, yale tunawaachia wenyewe. Mtume akubali lugha hiyo. Vijana ndio wajenzi wa taifa la leo. Mara nyingi husema taifa alijengwi bila ndoa, sababu ndoa ndio tunaanza kujenga, kutengeneza watu, na walioitwa kuoa ni vijana. Hakuna mzee aliambiwa njoo uoe. Ya ma'shara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Wameitwa vijana. Sasa vijana tuamkeni, tuache ufulafula. Nikae chini. Mwanetu mdogo wetu hakubahatika kusomeshwa, na alipofika kujulikana na watu hakutaka pia kusoma. Leo kawa shehe mkubwa kwa sababu ya kuitwa na watu shehe, na karidhika kwa jina hilo. Nilikuwa naongea na mwalimu wangu Sheikh Ali ya Saali leo nyumbani. Huwa tunajidanganya kuitwa shehe, unaamini wewe umewazidi watu wote, kumbe ni mfumo wa maisha tu. Hata mtoto naye anaye mtoto aliyemzidi. Ukiwa unaita baba, basi inawezekana kuna mahala wewe unaitwa baba. Haina maana ukiitwa baba huku ndio umewazidi watu wote, ukigeuka kuna mahala unaita baba wewe. Akinadi anapenda sunna, ikafika wakati sunna yenyewe anaivunja, akiona anafanya sunna. Mtume Muhammad, matumizi mazuri ya akili, narudi ndio naenda kukaa chini, alichokisema udhkuru mahasina mautakum wakufu amma sawihim, yatajeni mazuri ya ndugu zenu waliotangulia, potezeeni miterezo yao ya kibinadamu. Yeye anasema mtu wa sunna anaanza kumjadili Jaafar Sadiq, kakosea. Jaafar yuko hai, wewe kama unapenda sunna, mtume sunna akasema tufanyeje? Maiti waliokosea tuyaache, wewe unataja hiyo. Wewe mtu wa sunna? Mbaya zaidi, watu wa adabu wanasema ahashafan wasua kaila. Alifika wakati akasema mpaka baba yake mzazi hakuwa sawa. Kwenye video nyinyi mnajua, jamani, yule mtoto tumuombeeni dua, kakwama. Muislamu anayejua dini yake hawezi kusimama mbele za watu akasema baba yake hakuwa sawa kwenye dini. Nyinyi mnahangaika, yule kakwama, kuna mahala kasudiwa, kapiga kichwa mkuki, akihisi mkuki utaumia, kaumia yeye. Wallahi ombewe sana dua. Kakwama.
Huwezi kusema mbele za watu kwenye video, dunia inasikia kwamba babangu pia hakuwa sawa. Hapo peke yake unaona dalili akili imesheki. Neematani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Nikae chini, usije ukadhani kila anayeweza kusoma palipoandikwa ana elimu. Elimu jambo lingine, kusoma palipoandikwa ni jambo lingine. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.